Mambo vipi Tanzania? Mimi kwa majina naitwa Susan Po wa Sukon Media. Leo tunaendelea na pilika za mtaa kwa mtaa. Mada ni ile ile. Je, nini kinyume cha neno tafadhali? Twende tukasikilize maoni ya Watanzania nini wanasema. Let's go. Kaka, habari? Poa. Poa, pole na kazi. Asante pia. Nawe pia pole na majukumu. Asante. Naomba nikuulize sasa baadhi ya maswali. Naomba utayari wako. Sawa, niko tayari, niulize. Unaelewa nini kuhusu samani? Samani ya kitu au samani yani samani kama samahani. Samani labda mtu kaukosea. Wewe mtu alokosea maana kwa kuomba msamaha labda kukubali makosa yake ambayo alikosea au alikutendea. Ndio maana samani ninavyoelewa hivyo. Sawa. Na je, unaelewa nini kinyume cha neno tafadhali? Tafadhali. Mbona unauliza maswali magumu mpaka mimi nakosa hata jibu lako? Kweli wale kinyume cha neno tafadhali? Na tafadhali maana yake ninavyoelewa ni kwamba labda labda sema ndio kusitisha jambo si kwa wakati ambao labda unataka kufanya. Sasa unahitaji labda ile jambo ufanye kwa muda baadaye au labda kwa muda huo unakuwa hapo tayari kufanya ile jambo, na naelewa maana neno tafadhali. Basi sawa, twende kwa kaka huyu hapa. Kaka, mambo vipi? Poa. Vipi, unaendeleaje? Naendelea fresh kama wewe unavyoendelea. Sawa, mimi naendelea vizuri. Naomba nikuulize baadhi ya maswali. Naomba utayari wako. Poa tu. Unaelewa nini kuhusu samani? Samani kama anavyosema mwenzangu hapo. Sawa. Da, kosa confidence na sikiza sana mic nitailamba. Samani. Yes. Samani ni kuomba mtu msamaha kama mtu alikosea, unajua kama ndio hivyo yani. Je, nini kinyume cha neno tafadhali? Kinyume neno tafadhali? Unique. Sasa kinyume tena ndugu yangu dada yangu. Kweli. Kweli wewe kinyume cha neno tafadhali? Sijui. Unique. Kaka, mambo vipi? Poa, shwari. Shwari. Vipi maendeleo yako? Safi, Mungu anasaidia. Ni kweli Mungu anasaidia. Naomba nikuulize baadhi ya maswali. Sawa. Unaelewa nini kuhusu samani? Samani ni kujishusha kuwa chini ya mtu. Pale unapokuwa unamwomba mtu samani ni kujua ulichokifanya ni nini katika kosa lako. Na hiyo mimi ndo ninachokijua nini maana ya samani. Asante kwa majibu yako. Na je, nini kinyume cha neno tafadhali? Tafadhali usifanye jambo fulani. Yaani usikifanye kitu ambacho kinaweza kikamuumiza mtu mwenzako. Nini maana ya tafadhali? Tafadhali ndugu yangu, usinifanyie 1 2 3. Usikifanye hichi kitu ambacho kitaweza kunipa matatizo kwangu au kikanipa maumivu katika mioyo yangu. Sawa, hiyo ni maana yake. Nini kinyume cha neno tafadhali? Kinyume cha tafadhali kwamba tafadhali usifanye jambo fulani, naweza nikakufanyia kitu kigumu sana katika maisha yako. Hiyo ni kwa miono ya binadamu ambao dakika ya mwisho wakiwa wana hasira au wana vitu ambavyo wanahitaji kuvifanya kutoka kwako. Kaka, mambo vipi? Poa dada, kwema? Kwema, habari yako? Salama. Pole kwa kazi. Asante, pole na majukumu. Asante. Naomba nikuulize baadhi ya maswali. Nilete mama hapo. Unaelewa nini kuhusu samani? Samani ni kukiri kosa ulilokosea. Yaani kwa mfano kama kuna mtu umemkosea kitu, unaona kabisa hapa nilifanya kitu nimeenda wrong, si unajua? Unaambia bwana samani, mimi nimekuendea tofauti na ulivyotaka wewe. Ni kukiri kile kitu ulichokosea, kama umekitenda kitu ambacho sicho, unamwomba mtu samani. Sawa. Na je, unaelewa nini kuhusu kinyume cha neno tafadhali? Tafadhali nasema unajua tafadhali, unajua kama mimi nakutana na wewe hivi sawa dada, na kufanya kitu ambacho mimi naona kabisa kitu nimekufanya kitu hiki sicho. Sawa? Na kurudia tena.
Dadangu, tafadhali kwa kitu nilichokufanyia. Yaani kufanya kitu ambacho nahisi kwamba kile kitu nilichokufanyia wewe nimekukosea. Kwa hiyo nikwambie tafadhali, yaani nakuwa najishusha, nipo chini yako. Nahitaji tafadhali unisamehe kwa kitu nilichokosea. Sawa, nini kinyume cha neno tafadhali? Nafikiri hiyo ni maana yake. Nini kinyume cha neno tafadhali? Tafadhali maana yake ni kukiri kile ulichokifanya. Sawa, mshikaji wangu ishi naye huyo. Tende kwa hapa kaka, mambo vipi? Kama kawaida. Kama kawaida. Vipi maendeleo yako? Kama unavyojua. Naomba nikuulize maswali. Na kusikiliza. Unaelewa nini kuhusu samani? Samani ni jambo la kuomba msamaha yangu. Kuomba mtu radhi kana kama nimekosa, naomba unisamehe, si unajua? Ndo kama ilivyo. Sawa. Na je, unaelewa nini kuhusu kinyume cha neno tafadhali? Tafadhali ni jambo kama vile la kuomba mtu bwana, nimekosa, naomba radhi, si unajua? Tafadhali naomba unisamehe. Mimi ndo kama ninavyojua. Basi sawa, nashukuru kwa majibu yako.